Wananchi na wafanyabiashara katika soko la Rehema Nchimbi Complex jijini Dodoma wameeleza kukumbwa na vikwazo na vitisho wanapojaribu kuhamia katika eneo jipya walilotengewa na serikali kwa ajili ya kuendeleza shughuli zao za kibiashara. Tukio hilo limeripotiwa kutokea katika soko hilo jipya lililopo jijini Dodoma, ambapo wafanyabiashara hao wanadai kuzuiwa na mtu anayetajwa kwa jina la Nsubi Kapula, akidaiwa kutoa vitisho vya kuzuia zoezi hilo, ikiwa ni pamoja na kutishia kuleta mgambo ili kusimamisha shughuli za uhamiaji. Akizungumza na vyombo vya habari, mwenyekiti mstaafu wa soko la Rehema Nchimbi Complex, Norbert Pangasero, amesema hali hiyo imeleta sintofahamu kubwa miongoni mwa wafanyabiashara, huku akieleza kuwa hatua hiyo inakwamisha jitihada zao za kufuata maelekezo ya serikali. Majina yangu naitwa Norbert Pangasero. Mimi ni mwenyekiti mstaafu wa soko la Rehema Nchimbi, ambapo mwaka 2012 wakati tunakwenda kwenye lile eneo pale ambalo limesitishwa, nilikuwa ndio mwenyekiti ambaye nasimamia wale wenzangu. Wakati tumepata changamoto hii tangu Oktoba 29 mwaka jana. Kuna wafanyabiashara wasiopungua 300 mahali pale, na moja ya sababu ambayo ilipelekea kwamba ionekane kwamba pamesitishwa pale, tulikuwa bado hatujajua wote, lakini mara baada kamati kuundwa tukaanza kufuatilia kwenye ofisi ya mkurugenzi, tukagundua kana kwamba ni bunge ndio ambao wamechukua lile eneo. Sasa bunge kuchukua lile eneo, sisi hatuna shida nalo hata kidogo, lakini shida tulionayo tu ni kwamba kumekuwa kuna changamoto nyingi sana za sisi kuja kwenye eneo letu hili jipya. Tumefika hapa kwa tabu sana, na nianze kwa kumshukuru Waziri Mkuu ambaye ametupa sapoti kubwa sana kuhakikisha kwamba sisi wafanyabiashara soko la Rehema Nchimbi tunaletwa mahali hapa. Mkurugenzi alikuwa hataki tuje hapa, wala maafisa wake wote alikuwa hataki. Tunamshukuru pia mkuu wa mkoa Rosemary Senyamule pamoja na mkuu wa wilaya, kwa kweli wametusaidia kwa asilimia kubwa mpaka sisi kuja mahali hapa. Tumekuja mahali hapa na tayari kabisa ya kwamba kila mfanyabiashara ameshaonyeshewa kizimba chake, na sisi tulichokwenda tafuta ni eneo la kufanyia biashara. Sasa tuna athari kubwa ambazo tumezipata tangu tumesitishwa mahali pale. Tuna mikopo ambayo tulikuwa tuko nayo, tumeshindwa kuilipa, mitaji yetu imeshapotea, lakini zaidi ya yote familia zetu zipo kwa hali ngumu. Tuna watoto tunasomesha, tuko maisha ya mjini, kila kitu kinahitaji pesa, na eneo pekee yake ambalo lilikuwa linatusaidia sisi ilikuwa ni biashara zetu pale Rehema Nchimbi. Sasa tumekuja mahali hapa, tumeshapeana vizimba, tumeshapokea vizimba vyetu. Anatokea afisa biashara Nsubi Kapula ambaye yeye anakuja na vitisho, anatuletea migambo wa jiji kwa kusema ya kwamba mara moja pasitishwe mahali hapa, watu tena wasiwepo mahali hapa, hali ambayo sisi tunaona kana ya kwamba analeta mambo yake binafsi kwa sababu tu ya mipango yake yeye mwenyewe anayojua. Lakini sisi kwa mateso tuliyopata miezi 7 tumekutanika hapa kwa kauli moja, tumesema ya kwamba miezi 7 yote ambayo tumekuwepo nyumbani tumekuwa hakuna tofauti na mtu ambaye aliyepo kaburini. Maana yake ni kwamba kama tumeshakufa. Sasa tunamwambia jambo moja, ni kwamba sisi tumekuja hapa, tumeshaonyeshwa eneo na serikali na vizimba vyetu tumeshapata. Kuanzia Jumatatu sisi tunaanza kuleta biashara zetu hapa. Sisi hatuhitaji mabanda wala nini, tunahitaji maeneo kufanyia biashara. Kwa hivyo habari ya kukarabati mabanda yetu, kila mmoja ataendelea kukarabati kwa kadri Mungu atakavyomwezesha kwa ajili ya uchumi wake alionao. Lakini tumepata eneo hili, wale ambao wataweza kupiga mirunda na nini, sisi tutaanza mara moja kuanzia Jumatatu. Na tunafanya tushinde kwa sababu kwanza tumekuwa eneo halijajengwa. Lingekuwa limejengwa tukakuta vizimba viko tayari, tungesema tunalipa kwa sababu tushajengewa. Lakini tutajenga sisi wenyewe. Sasa tunaanzaje tena kulipa? Wakati kule tumefukuzwa bila kulipwa fidia yoyote. Kwa hiyo hatuoni sababu ya kulipa. Iwezekaniki tumevunjiwa, biashara zimesimama, hatujui hatima ya maisha yetu. Tumeshapata matumaini ya kupewa huku, baadaye tuanze biashara tunawekewa vikwazo. Kwa tunaomba serikali tukwamue
waangalie hao viongozi wanaotokea vikwazo wanachokifanya ni haki. Kwa upande wake, katibu wa bodi ya udhamini ya soko hilo, Abdallah Ramadhani, amesema wafanyabiashara hao walifuata taratibu zote na hatimaye kupewa eneo jipya na serikali kwa ajili ya shughuli zao, akieleza kuwa wanathamini juhudi hizo za serikali katika kuwapatia mazingira bora ya biashara. Hata hivyo, ameongeza kuwa bado kuna changamoto katika upatikanaji wa huduma kutoka katika ofisi ya mkurugenzi wa jiji la Dodoma, jambo linaloathiri utekelezaji wa maamuzi yaliyofikiwa. Tumepata changamoto toka tarehe 29 ya mwezi wa 10. Soko letu limefungwa ghafla. Hatukupata taratibu za notice toka soko lilofungwa mpaka leo. Pale ndani wafanyabiashara ni watu wanayelipa leseni. Maana yake kama una leseni lazima uwe na mkopo. Lakini toka tupate changamoto mpaka leo tumeomba notice ofisi ya Bunge, notice ofisi ya mkurugenzi. Mpaka leo tunapigwa danadana. Ikafika mahali kaenda kwa jemedari wetu Alhaji Jabiri Shatumwere. Tumekwenda kuzungumza naye. Baada ya hapo aliunda tume. Tume ile ilikuwa ni chombo cha afisa usalama, wakiwepo viongozi wa jiji, sisi viongozi wenyewe. Tulichakata kwa muda mrefu sana. Baadaye tulipata majibu pale ile eneo tuko sahihi kutokana na dokumenti, kwa sababu walikuwa wanajua pale sisi tuko kihuni, tulijipeleka wenyewe. Tuliwapa dokumenti zetu na walioje kujiridhisha. Basi baada ya hapo tulifanya mchakato, tutembelea masoko, tukaomba masoko, tumepewa ile eneo. Ile eneo ndugu zangu tumepewa na serikali ya mkoa mpaka ofisi ya waziri mkuu na tumelipokea kwa mikono miwili na tunashukuru. Leo tuko maeneo hapa tunatamba na tunamshukuru sana waziri mkuu. Changamoto tulizokuwa tunazipitia, ofisi ya mkurugenzi wa jiji imekuwa ni ofisi cha kituo cha wahuni. Kila ninapokwenda kufuatilia tupate stahiki zetu, tupeleke matatizo yetu, leo tunakwenda tunamkuta mtu anaitwa Fungo. Baada ya wiki moja tukikaa kwamba tunaenda kutatua tatizo letu, tunakuta tatizo letu hakuna. Tunapokwenda wiki ya pili tunamkuta muuni mwingine ambaye anaitwa ni mkuu wa idara, ni mtu mwingine. Tunakaa tena wiki moja, mkuu wa idara anapokea tatizo kwamba mkurugenzi atapewa. Tukienda baada ya wiki nyingine tunamkuta mtu mwingine. Tumekuwa sisi tukisumbuka toka mwanzo mpaka hadi sasa. Dakika za mwisho, tarehe za mwisho ndio tumefanikiwa kumkuta mtu anaitwa Eric Sagamiko. Tukazungumza naye kuhusiana na changamoto la eneo letu. Changamoto letu mnaoona ile eneo mpaka sasa hivi, waziri mkuu alikuja hapa akaagiza vipigwe vifusi, iingizwe miundombinu vifusi vya mchanga, kwa sababu ile eneo huwa linajaa maji. Ukiangalia upande wa chini huwa maji yanatuama. Lakini mpaka leo waziri mkuu ameagiza, mpaka leo ndugu zangu, hakuna kifusi kilichopigwa hapo. Kilipigwa kifusi kama vitatu kupitia ofisi ya waziri mkuu, afisa biashara ambaye anaitwa Subi Kapula. Amekuwa ni kikwazo sisi sana katika wafanyabiashara sisi kutoka Rehema Nchimbi. Kila kitu amekuwa natuti, hata tulikuwa nakaa kwenye vikao pia tulikuwa. Leo tumefika ile eneo mnaloliona lina square meter 8,000. Square meter 8,000 Kapula na ofisi ya mkurugenzi wamelikata, wameliuza. Leo tuna eneo kamuuliza eneo lingine umekata, umeliuza, umempa nani? Mbona dokumenti ulizotupa umetupa dokumenti ya square meter 8,000? Hizo nyingine mnampa nani? Wakasema wamewapa watu wanatoka Orofea. Tukamwambia watu wa Orofea na sisi hatuna changamoto na wao, kwa sababu wao wameshalipwa fidia. Ili changamoto tuna watu sisi wafanyabiashara pamoja na wafanyabiashara wa Rehema Nchimbi. Basi tumekwenda imekwenda kikwazo mpaka leo hakuna kilichofanyika. Waziri mkuu alipokuja aliwaambia ile eneo linajaa maji. Kuna eneo alizungumza kwamba pale likatwa mtaro mkubwa kuelekea litupe maji mwisho. Mpaka leo ndugu zangu hakuna. Tumekwenda siku za karibuni kwa ofisi ya mkurugenzi tukamkuta. Tukamwambia ndugu yangu, toka waziri mkuu aagize hakuna vifusi vilivyopelekwa pale. Akatikisa kichwa. Alichokifanya akanyanyua simu kumpigia afisa biashara, wanasema ndio mwenye fedha. Afisa biashara akampigia mtu anaitwa huyo akapigia simu mtu anaitwa Niko ambaye ni manager wa kanda wa soko la Matching. Matokeo yake hapo majibu aliyopata yakarudi tena huyo mkurugenzi tuko ofisini kwake. Akampigia mtu anaitwa Engineer Bella kwamba swala la Rehema Nchimbi viongozi wao wako hapa. Uko wapi? Akasema bwana, mimi niko soko la Majengo, kuna kikao. Mkurugenzi aliamuru sisi tutoke pale
twende kule, lakini nikamwambia mkurugenzi, kabla hujaenda kule, hebu tuondoka twende eneo la tukio, twende kwa sanifu eneo, kwa sababu toka waziri mkuu amekuja wewe unakudanganya eneo limefanywa sanifu mpaka leo hakuna kitu. Yule bwana alichotujibu akasema nendeni kwa Engineer Bella, yeye ndio mtaalamu, atajua kabisa hapa vifusi vingapi. Kwa yule bwana tulikuja naye mpaka hapa, Engineer Bella alifika hapa akatathmini kutokana na utolimu wake, akasema natakiwa vifusi 13 roli kubwa. Mpaka leo akampigia afisa biashara, akampigia manager wa kanda, akasema wanakuja. Mpaka leo hakuna kilichofanyika hapa. Kwa hiyo afisa biashara akishikiana na mkurugenzi wamekula pesa za vifusi. Kwa hiyo waziri mkuu mahali alipo popote tunamuomba aje eneo hili kama wafanyabiashara wa Rehema Nchimbi. Hapa tuliposimama mnaona choo hicho choo ndugu zangu kinajengwa na serikali. Huu ni mwezi wa 4 mpaka sasa. Vina matundu matatu ya kike, matundu matatu ya wanaume. Sio kama serikali inajenga hicho choo. Maana yake ni waizi wapigaji wanajenga hicho choo. Kwa hiyo sisi tumepigwa ndugu zangu. Hakuna kinachofanyika hicho choo. Lakini thamani ya sisi watu 300 tutumie hicho choo. Kwa hiyo tunaomba Mheshimiwa Waziri Mkuu atusaidie. Sanjari na hayo, moja kiongozi kutoka halmashauri akijibia swala hili la wananchi ambao wana mgogoro kusema kuwa wananchi hao wamekataa mkataba ambao ulikuwa unaeleza kuwa watapewa miezi 6 ya kujenga na miezi 28 ili waweze kuendelea na shughuli zao. Nikiripoti kutoka Dodoma, mimi ni Anwar Shabani, Dodoma TV. Nafikiri kinachokwamisha wanakwamisha wenyewe. Tumewaandikia barua wafike ofisini kwa ajili ya kujadili mkataba. Wakafika ofisini wakakataa kujadili mkataba ambao ndio ungewasaidia kuwaweka pale kwenye lile eneo. Kwenye mkataba tu walikataa kwamba wanataka lile eneo wakae kule kwanza, wenyewe wasilipie chochote. Lakini kwenye mkataba umeeleza kwamba mtajenga pale vibanda vya muda kusubiri eneo tunaloendeleza. Kwamba mtajenga vibanda, mkishajenga vibanda pale ile kodi itakuwa inalipiwa kwenye nini? Kwenye hiyo gharama ya huo mkataba. Kwa maana yake ilikuwa ni kwamba ule mkataba ulikuwa unawapa miezi 6 ya kujenga, alafu unawapa miezi 28 kwa sababu watajenga vibanda vya muda, alafu baada ya hapo halmashauri inaendelea kujenga vibanda vya kisasa ili waweze kuhamia kwenye majengo ambayo tulikuwa tumeshajenga. Kwa hiyo wanakataa, wanasema kwamba kwenye hiyo hatuwezi kuwa na mkataba si pale. Tukae tu hivyo. Alafu jambo lingine ambalo wanadai wenyewe wanasema kwamba mkataba ndio hilo tu, kwamba waje tuendelee mkataba waingie, kwa sababu kwenye eneo la serikali hauwezi kaenda ukabila mkataba. Na hata waziri mkuu alipofika pale alieleza kwamba anaomba mikataba kwa sababu maeneo ya masoko kuna changamoto za mikataba. Kwa hiyo anaomba mikataba hiyo wazi, na ndio maana tumewashirikisha viongozi kwamba waje mezani tukae tupitie kipengele, washauri wenyewe wanataka nini kiwemo nini kisiwepo, au tukubaliane wapate mkataba huu, tuanze kuangalia kila mtu akipata eneo lake aanze kujenga, na bila kwa sababu hata ukishajenga kwa muda tunao, kwa sababu vibanda ambavyo vimejengwa kwa muda tumefanya makadirio ya milioni moja laki 4 kwamba watatoka miezi 28, wakati sisi tukiendelea kufanya maendelezo kwenye eneo lingine ambalo sasa ndio tunajenga soko la kisasa, ambapo baada ya kujenga kule sasa watahamia kule lile eneo ambalo kwa muda watalipisha, tutaanza kulijenga na wenyewe, basi baadaye watarudi kwenye maeneo tutaanza kupanga na nini yale ambayo maeneo yanabaki watapata watu wengine.